Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana hapa kwenye clip ya Khadija Kopa siku ile ya Zuchu Imbejo Masterclass alipopata mwaliko pale na akazungumza kuwa wanawake ama wasanii wa kike wasitumie miili zao kutoka kimapenzi na mabosi zao ili waweze kufanikisha au kufikia ndoto zao. Wasitumie miili zao kimapenzi wakidhani kwamba wakitoka na mabosi zao ndo watafika hatua fulani kwenye muziki wao, bali wafanye kazi kwa juhudi, wafanye kazi nzuri, wafanye kazi ambazo zitawabeba wao kama wao, na sio penzi la mtu na bosi wake ndo analitegemea ili mtu kuweza kufika sehemu fulani. Watu waka muhusanisha sana na Zuchu, lakini Khadija Kopa akasema mimi naongea, nyie mlitarajia kuwa mimi hamkutarajia kama nitaweza kuongea hivi kwa sababu mtoto wangu yuko kwenye mahusiano na bosi wake. Mimi nawaambia ukweli wote kwamba usitumie hicho kigezo cha wewe kutoka na bosi wako kuweza kufika hatua fulani kwenye muziki wako, bali fanya kazi zako kwa juhudi bila kumtegemea bosi wako akubebe. Usitumie mwili wako kwa ndo nguzo ya kukupandisha. Hutofika mbali, hutofanya vitu vizuri. Sababu unajua bosi ndo bwana wangu, nyimbo yote nitoitoa ndo hiyo hiyo. Fanya kitu kizuri kwa mwenyewe bosi kama mpenzi wako kwa kupenda, sio kwa kukusaidia eti mziki wako ufike mbali. Hamkutegemea kandaza kitu kaweja sawa sawa mwanae sika miliko la Diamond. Kapenda mwenyewe. Kapenda mwenyewe na mimi nilimuuliza umempenda? Shauri lako, utajua mwenyewe, utakutana mwenyewe na mambo yako. Lakini usifanye kazi kwa sababu ya yeye bosi wangu na nini nipate Sasa hapa maoni ya watu ni mengi. Huyu hapa anasema kwamba mwanaume ndiye anafaa kupenda, sio mwanamke apende. Yeye mwanamke ni wa kupendwa. Sawa mama yetu. Huyu anasema Zuchu ndo alimtongoza Diamond, ndio maana mama ameamua kufunguka ukweli. Huyu anasema ulikuwepo, huna hata wivu. Kwamba huna haya, wivu umekujaa. Ulikuwepo wakati Zuchu anamtongoza Diamond. Anasema hasira za nini sasa wakati mwenzako anaongea ukweli? Anasema ndio, yeye ndo aliyemtamani Diamond kipindi bado yuko India anasoma. Hata binti mwenyewe alishawahi kusema hilo. So sijui umeumizwa na nini mpaka udai kuwa ulikuwepo. Yeye anasema kwamba pia kuna tofauti ya lust na love. Anasema Google ujue tofauti. Anasema we mwenyewe utasaidika. Huyu anasema kwamba lakini yote na yote wanawake mnaoneana wivu sana. Anasema mnatamani hiyo nafasi ya Zuchu. Huyu anasema kwamba tunakosea kweli kweli. Wanaume kweli wanatakiwa watu pende wao, sisi tuwaheshimu. Ila sasa ndo maana mambo yanatukuta, maana tunajiamlia sana. Sisi wanawake ndo tumekuwa mstari wa mbele kuwatongoza wanaume. Huyu mama ni mkweli kabisa. Yani anajua kumshauri mtoto bila uoga. Na huyo ndio mzazi mwenye kuwa mkweli mbele za watu. Huyu anasema hili nalo neno la taifa. Huyu anasema kwamba asiyesikia la mkuu vunjika guu. Huyu anasema kwamba nasemaje huyu? Huyu anasema kwenye kila kijiji kuna mtu ambaye hana kitu na amegeuka kuwa inspiration. Anasema kuwa nasemaje huyu? Huyu akaja akasema kwamba mwanao kashautumia sana. Anasema kwamba kapeleke tikatumiwa sana na huyo Diamond Platnumz mpaka alijiona keki kumbe sambusa mbovu. Huyu anasema kuwa kutumiwa ni jambo la kawaida, hakuna cha ajabu. Kwa sababu kwamba haya mama kagonga msumari wa moto, Zuchu anasikia kweli.
Anasema wakati mwingine wa mama wanaumia lakini hawajui wafanye nini. Kulea hakuna ushujaa jamani. Kulea hakuna ushujaa. Huyu hapa anasemaje huyo? Huyu hapa anasema kwamba yani huyo mama alikuwa anajua kabisa maji aliyoyavulia nguo hawezi kuyaoga. Ila ndio hivyo, mtoto akililia wembe muache. Lakini mama anaonekana anaumia kweli kweli kwa yale ambayo anapitia Zuchu. Huyu anasema kuwa anasemaje huyo? Anasema kwamba mwanao katumiwa sana mwili na akaachwa. Huyu akaja akasema kwamba na ameanza kukutana nayo. Huyu akaja akasema kwamba akashakutana nayo hayo mambo mbona. Huyu anasema kwamba pata siku utubu kwa Mola wako. Siku zishakuwa nyingi mama. Huyu anasema kwamba mwanae kakusaliti. Anasema kwamba huyo mama mstaarabu sana. Anasema kwamba hongera sana mama. Huyu anasema mwambie mama huo ndio ukweli. Kwamba waambie mama huo ndio ukweli. Watu wanaringia sura. Huyu anasema mule ulimwambia ukweli kabisa. Huyu anasema shauri yako. Huyu anasema mama nimempenda bure. Huyu mama na akili na busara. Aibu utaona wewe msoma comment. Anasema kuna huyu na mama yake Sepetu wanashauri mpaka raha. So huyu hapa anasema Hadija Kopa na mama yake Wema Sepetu ni watu ambao wanaokubali kuwa ni the best kabisa katika swala zima la kutoa ushauri. Huyu anasema aibu utaona wewe msoma comment. Okay. Huyu akaja akasema mama zetu huongea bwana, sie tu wenyewe na vichwa vyetu. Huyu anasema mama kama mama akasema mtoto huyu hapa anasema kwamba maneno mazito sana haya kutoka kwa mama.